Mvutano katika ukanda wa Mashariki ya Kati sasa imeingia kwenye hatua ya hatari zaidi ambayo haijapata kushuhudiwa hivi karibuni. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limezindua mashambulizi makali ya anga dhidi ya malengo ya mikakati ya jeshi la nchi la Iran. Mashambulizi haya yanakuja ikiwa na takriban ya siku 101 tangu kuanza kwa mtiririko huu mpya wa ushambuliaji za pande zote mbili. Hatua hii imeipa wasiwasi kiwango kikubwa duniani kote, huku kukiwa na hofu ya mlipuko wa vita kamili ya kanda ambayo inaweza kuhusisha mataifa makubwa yenye nguvu za nyuklia pamoja na jeshi. Baada ya kuanza kwa mashambulizi hayo ya Israel, ving'ora vya tahadhari vilianza kurindima katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Israel, ikiwemo mji mkuu kama Haifa na maeneo kadhaa ya ukanda wa West Bank. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilijibu mapigo hayo kwa kuvurumisha wimbi kubwa la makombora kuelekea ardhi ya Israel. Vyanzo vya habari vya kijeshi kutoka Israel vinadai kuwa mifumo yao ya ulinzi wa anga imefanikiwa kudhibiti na kuharibu idadi kubwa ya makombora hayo kabla hayajaleta madhara makubwa. Hata hivyo, wamedai kuwa hali ya kitahadhari imebaki kuwa kiwango cha juu zaidi, huku wakiitaka wananchi waweze kukaa katika maeneo ya salama ili waweze kujificha. Kwa upande mwingine, mashambulizi yaliyotekelezwa na jeshi la anga la Israel yameripoti kuwa kupiga maeneo kadhaa ya magharibi na katikati mwa nchi ya Iran. Mlipuko huo mkubwa umesikika katika mji mkuu wa kimkakati ikiwemo Tehran, Isfahan pamoja na Tabriz, maeneo ambayo yalijulikana kuwa na vitu vikubwa vya serikali, na utafiti unasema kuwa viongozi wa kijeshi wa Israel wanasema kuwa mashambulizi hayo yalikuwa maalum na yenye kulenga miundombinu inayotumiwa na Iran kufadhili na kuratibu kile walichokiita vituo vya kigaidi, pamoja na vikundi vya wanamigambo wa Hezbollah pamoja na Lebanon ambayo wamekuwa mwiba kwa usalama wa Israel. Serikali ya Iran kupitia msemaji wake wa jeshi Ibrahim Zolfahari ametoa msimamo thabiti na onyo kali zaidi ambalo likielekeza moja kwa moja kwa jeshi la Marekani. Ibrahim amesisitiza kuwa Iran haitosita kujibu mapigo yoyote ya kinguvu dhidi ya chokochoko zile zozote. Ameenda mbali zaidi na kuonya kwamba ikiwa Marekani itaamua kuingilia mgogoro huo au kutoa msaada wowote wa kijeshi wa moja kwa moja kwa Israel wakati wa operation hii, basi kambi zote za kijeshi za Marekani pamoja na maslahi yote yaliyopo ndani ya kanda ya Mashariki ya Kati yatakuwa shabaha halali ya mashambulizi ya kombora ya Iran. Wakati wa kidiplomasia, bunduki ikiendelea angani katika mitaa ya jiji la Thailand na mji mingine nchini Iran, hali ya uzalendo imepanda. Maelfu ya raia waonekana kiunga mkono serikali, wamemiminika barabarani na kusherehekea hatua ya jeshi lao kushambulia Israel. Waandamanaji hao wameonekana wakipeperusha bendera za taifa hilo na zile za vikundi za upinzani vinavyoungwa mkono na Iran, wakitoa ujumbe na msimamo wa kutokurudi nyuma, wakidai kuwa ni haki ya nchi yao kulinda mamlaka yake dhidi ya uvamizi wowote wa nje. Uchambuzi wa kisiasa umeonyesha kuwa hatua hii ya Israel kufanya mashambulizi makubwa ndani ya Iran ni ishara ya wazi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kukaidi wito na mashindikizo kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump. Trump amekuwa akisisitiza mara kwa mara umuhimu wa mataifa hayo kujizuia ili kuzuia madhara makubwa ya kibinadamu pamoja na kiuchumi duniani. Kauli hii ya Israel inaonyesha mpasuko mkubwa wa kidiplomasia kati yake na mshirika wake mkuu wa karibu, yani Marekani. Sasa macho na masikio ya ulimwengu mzima yameelekezwa Mashariki ya Kati, huku jumuiya ya kimataifa ikishindwa kubashiri ni nini hatima ya mzozo huo. Watu wasiopungua 15 wafariki dunia baada ya tetemeko la ardhi la ukubwa wa 7.8 kuikumba Filipino. Rais wa Filipino Ferdinand Marcos amesema kuwa amewaelekeza taasisi zote hususan za serikali kuchukua hatua mara moja, na amewahimiza wananchi kuelekea eneo la juu kwa usalama zaidi.